manyoti mayengo abakazi bakazara na mami na kazara mswali atume kwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, ndugu zangu mliohudhuria katika hadhara hii ya maadhimisho ya mazazi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yaliyoandaliwa na BAKWATA mkoa wa Mwanza, na muomba Mwenyezi Mungu kwa kila sekunde na dakika tutakayotumia hapa iwe ni sababu ya kusamehewa dhambi zetu sisi pamoja na wazazi wetu na ndugu zetu wote waliotangulia mbele ya haki. Swala za mtume ziwe ni sababu ya faraja na kutufungulia mambo yetu. Al-intikhabu huwa ikhtiyarun au intiqa'u shakhsin au jamaa biridha an-nas. Uchaguzi definition yake ni kuchaguliwa au kuteuliwa mtu au kundi kwa ridhaa ya watu. Katika dhana ya Uislamu tuna shura na bai'a kama nguzo muhimu za demokrasia ya uchaguzi ndani ya Uislamu. Wa amruhum shura bainahum. Mtanisamehe wakina Sheikh Jalala kwamba kwenye Saqifa masahaba walikutana wakashauriana na kukubaliana kwamba kiongozi baada ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakri. Hiyo inakuwa kama sura ya demokrasia. Duniani kuna aina tatu kuu za utawala. Kuna utawala wa kiimla, kuna utawala wa kidikteta na utawala wa kidemokrasi. Utawala wa kiimla ni watu wanakuwa hawana chaguo, wanatekeleza amri, na unazo faida zake na hasara zake. Miongoni mwa faida za utawala wa kiimla ni pale yanapotokea majanga au maafa, wananchi wanakuwa hawana hiari, ni agizo, ni kipindupindu. Wale akina mamalisha ambao hawazingatii misingi ya usafi wanafunga. Ukisema wao ina hiari, watu wataendelea kuteketea kwa kipindupindu. Si kama unanielewa? Niende haraka. Utawala wa kidemokrasi ni ule ambao sisi wenyewe tunakubaliana namna ya kuendesha nchi yetu kisiasa na kiuchumi. Yani hii ni kata ya wapi? Kwamba leo kata ya Pasiansi wananchi wote wa kata hii wanakwenda halmashauri ya jiji pale. Ukumbi unatosha? Tunaamua tumweke mmoja kama mwakilishi wetu. Kama ni mbunge wa Ilemela, Kafiti ni Ilemela, kwamba sasa wananchi wote wa jimbo la Ilemela tunaweza tukaenda pale Dodoma, ule ukumbi utatosha? Tunaamua bwana Kafiti, sio kwamba ndo nakufanyia kampeni, natoa tu mfano kwamba yeye sasa ndio akatuwakilishe wananchi wa jimbo la Ilemela. Kama ni Tanzania, wananchi wote tutatosha Magogoni? Tunaamua mmoja, kwa mfano Mama Samia, kwamba yeye kwa niaba yetu. Na faida zake, faida za utawala wa kidemokrasi, kwa sababu yale yatakayokwenda kuamuliwa na yule mliomtuma yanatokana na nyinyi, yanatokana
na nyinyi, maana yake itakuwa ni rahisi katika utekelezaji, kwa sababu lile lilokwenda kuamuliwa pale, kama ni serikali ya mtaa, watu hawaelewi. Mimi nishakuwa mwenyekiti wa mtaa, kuna yeye naelewa kwamba kama ni katika mtaa kuna ile mikutano ya kawaida 6 kwa mwaka, mikutano ya kawaida ambapo wananchi wanakutana kwenye mikutano ile, wanaeleza kero zao. Mwenyekiti wa mtaa ni mjumbe wa kamati ya maendeleo ya kata ODC, ambapo mwenyekiti ni diwani, anakutana na matatizo kutoka kwenye mitaa iliyopo kwenye kata yake, anakwenda kuiwasilisha kwenye baraza la madiwani. Kile anachokiwasilisha ni sehemu ya yaliyotokana na wananchi wa kata yake. Umanake hapo ndio unapokuja kwamba dhana ya kwamba kiongozi huyu anawasilisha maoni yetu, na kwa sababu ni maoni yenu, kuna haja ya kushikiwa bunduki wala fimbo katika kulitekeleza. Shurutul murashah, niende haraka, nimepewa mada ya uchaguzi. Masharti ya mgombea kwa mtazamo wa Kiislamu. Ya kwanza ni al-iman wa taqwa, ni imani na hofu ya Mwenyezi Mungu. Lianna al-mu'mina ahrasu an-nasi ala masalihi al-umma, yule anayemwamini Mwenyezi Mungu na ana hofu ya Mwenyezi Mungu, huyo atajitahidi zaidi ya watu wengine katika kuangalia maslahi ya umma na sio maslahi yake na tumbo lake. Ya pili, al-ilmu wal-khibra, elimu na uzoefu. Angalia Nabii Yusuf alayhi salam aliomba kazi, ij'alni ala khazaini al-ard inni hafidhun alim. Mwenyewe kaomba awekwe sehemu gani katika utawala ule? Niweke katika eneo la hazina, yani kama vile mtunza hazina za nchi ya Misri. Akataja vigezo viwili kwa nini anastahiki: inni hafidhun alimun, mimi ni mlinzi mwenye ujuzi, yani napoomba kazi hii nina ujuzi. Kwa lazima mtu awe na ujuzi wa kile anachokiomba, awe na maarifa, lakini pia awe na uzoefu, awe na ujuzi na uzoefu. Wanaweza kuja watu akawa kweli ana elimu, ana PhD, ana uzoefu wa uongozi, kwa sababu uzoefu ni mwalimu bora. Kama ni nchi, unampa mtu nchi ambaye hata serikali ya mtaa hajawahi kuongoza. Kutunza ni ruhusa, silva ni bid'a. Sallu ala nabi. Lazima kuwa na huo uzoefu. Uongozi haujaribiwi, silva ni bid'a, kwa sababu ni maisha ya watu. Unazungumzia maisha ya watu. Kama udereva tu, wewe mtu katoka VETA leo tu unampa basi la abiria 60. Kipimo cha dereva sio tu kuendesha. Baharia bora sio wakati bahari imetulia, ni pale ambapo bahari imechafuka ndio tunajua baharia. Barabarani pakiwa pametulia, kila mmoja dereva. Niende la mwisho, maana dakika zenyewe 5. Wanasema ni alquwwatu wal amana, yani manake ni alkafaatu fil idara, yani lazima mtu awe na uwezo wa kuongoza. Ndio ile ukisoma kile kisa cha Nabii Musa alayhi salam na mabinti wa Nabii Shuaib, ya abati istajirhu inna khaira man istajarta alqawiyyu alamin, kwamba baba huyu tumemwona anafaa kuwa mwajiriwa bora. Wale mabinti wanasema, lakini kwa nini? Ana sifa mbili:
Sifa ya kwanza ni alqawiyu, sifa ya pili ni, kwa maana ndio yeye aliyokuambia kwamba ni al-amanatu wal kafaa. Baba yake mzee Shuaibu anawauliza wale mabinti kuhusu nguvu. Sina mashaka kwa sababu ni kweli amewasaidia kunywesha mifugo kule, kapambana na wanaume kawasaidia. Kwa hiyo kwenye nguvu sina mashaka. Kipimo gani mmetumia kusema huyu ni mwaminifu wakati ndo mgeni tu mjini hapa? Wakasema mzee, unajua wakati sisi tunamuelekeza huku nyumbani alituambia yeye atakuwa mbele, sisi tutakuwa nyuma, la kwanza. Sio, umeelewa? Lakini baada ya kutusaidia kunywesha maji hakuomba hata namba ya simu, kwa sababu wanaume wengi wanapomsaidia mwanamke nyuma yake kuna nini? Sasa huyu hakutaka hata kutujua. Uaminifu, al-amana, uaminifu, kwamba nguvu na uaminifu, mtu awe na uwezo wa kusimamia kile ambacho amekabidhiwa na awe mwaminifu. Na haya mambo mawili inaweza kukosa kote, lakini kwanza haya mambo mawili ni muhimu sana kwa wanapokuja kutuomba hawakura. Wana uwezo, ni waaminifu juu ya rasilimali zetu. Anaweza kuwa mtu anapiga kelele ufisadi, kumbe yeye amekosa fursa ya kula na anaweza kuwa na hatari zaidi kuliko huyu aliyepo. Si unanielewa? Yaani kumbe yeye anachoangalia tu wengine wamenufaika. Sasa si bora hata hawa kina samahani mkuu wa mkoa. Yaani manake yeye na mimi kuna tofauti kidogo. Mwili wake unaonyesha angalau ni tofauti na mimi. Kwamba inawezekana mnamtoa aliyepo ni afadhali. Sasa Waswahili wanasema bora afadhali kuliko potelea mbali. Uaminifu. Namaliza. Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi mashuhuri amekaa msikitini na masahaba zake wanazungumza masuala ya dini. Akaja bedui pale, mata saa ya Rasulullah, kiama lini? Mtume akaendelea kama vile hajamsikia. Mwishoni ndo anasema nani sa'id ani saa, nani alikuwa anaulizia kuhusu kiama? Yule bwana akasema mimi hapa ya Rasulullah alikuwa anauliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema idha buji'atil amanatu fantadhiri saa. Amana, uaminifu unapopuuzwa basi tegemeeni kiama. Yule akauliza amana, uaminifu unapuuzwaje? Akasema katika riwaya mbili, ya kwanza idha usida al-amru au idha usnida al-amru, kwamba jambo hapa ili jambo ambalo atakabidhiwa asiyestahiki, atakabidhiwa asiye. Jambo gani? Hapa tunazungumzia masuala makubwa yanayohusu uongozi, yanayohusu siasa, yanayohusu utawala, yanayohusu hatima ya wananchi. Wakipewa wasiostahiki fantadhiri saa. Wasiostahiki ni hawa ambao hawana sifa nilizozieleza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.